wetu kwa damu ya mwana-kondoo. Asante Bwana kutuandalia mlima huu mtakatifu. Tuko tayari kama vile ambavyo Mungu alimwagiza Musa ili ajitenge na watu useme naye. Baba, nasi Mungu, katika jina la Yesu, kwa majira haya nasi tuko tayari kupokea kila ambacho Mungu ametuandalia katika mlima huu. Nimekubali kutengwa na familia yangu, nimekubali kutengwa katikati ya jamii, ili Bwana nguvu zako zipate kunijaa na kuniwezesha kulitumikia kusudi lako. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, ninasema asante kwa ajili ya huyu mtumishi wako ambaye umemleta kwenye hekalu hili na kwenye mlima huu. Umbariki na kumtunza kwa jina la Yesu, na useme naye kwa nguvu na kwa uwezo wako. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Leo tutapata somo la kuendelea kutafakari katika semina hii, na uwe makini sana kwa sababu somo ambalo litatuongoza siku ya leo, na kichwa cha somo linasema umuhimu wa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu kukuandaa kinyakati. Kwa kama unaandika kichwa hiki cha somo hili, litakusaidia sana. Umuhimu wa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu kukuandaa kinyakati. Unisaidie na hii maiki iwe na nguvu kidogo. Sauti, somo hili ninapolifundisha, Mungu akusaidie kupokea cha kwako, na tutatembea kidogo katika maeneo haya ya umuhimu wa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu anapokuandaa kinyakati. Mungu anapokuwa na jambo na watu, anakuandaa kwa kukusemesha au kukuhimiza, kukupa maelekezo ya jambo lolote ambalo anataka upate tahadhari, au maana wakati fulani sauti ya Mungu inakuja kimaelekezo na kimaonyo na pia kifaraja. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi, nisikilize vizuri, mara nyingi na ndio maana nimesema katika kipindi hiki uwe na muda wa kuandika masomo unayofundishwa, hasa kanisani pia, kwa sababu kiwango Mungu anachojifunua kwa mtu itategemea kiwango cha maarifa ulionayo juu ya huyo Mungu. Hakunaga muujiza wa Mungu kujifunua kwa kiwango kikubwa wakati kiwango chako cha kumjua ni kidogo. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika semina hii ili upate kujua. Unapohitaji ufunuo wa Mungu kwa kiwango kikubwa, maana yake zidisha sana maarifa ya huyo Mungu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika kitabu cha Mwanzo, tuanzie hapa. Katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3 mstari wa 8, anasema nini? Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Lakini katika mstari unaofuata wa 9 anasema Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Sikiliza jibu la Adamu anachosema. Akasema, nalisikia sauti bustanini, sio mahali pengine. Nalisikia, niliposikia tu sauti nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Sasa jibu la Mungu baada ya
usikie hivyo. Katika ile sura ya 3 mstari wa 17 anasema nini? Akamwambia Adamu, hakutaka maelezo mengine Mungu. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako. Umeelewa haya majibu? Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha. Adam hapa Biblia inachotuonyesha, Adam alisikia sauti ya Mungu bustanini, wala sura yake hajaiona, ni sauti tu alisikia. Anasema niliposikia tu sauti yako bustanini nilijificha. Kwa nini alijificha? Maana yake aliposikia ile sauti ikapelekea yeye kujua udhaifu wake. Mara nyingi Mungu anapotusemesha, mara nyingi Mungu anapoachilia ile usikivu wa kwetu wa ndani wa kusikia sauti yake, maana yake kuna jambo alijakasa, au anakuandaa au anakupa taarifa. Sasa tuendelee kidogo. Mungu ni Mungu anayesema tangu uumbaji, tangu mwanzo alipoumba. Maana yake ni nini? Kabla ya Mungu kupita bustanini, maana yake ilionekana ni kawaida ya Mungu kupita bustanini na kusema na akina Adamu. Kwa hiyo tangu mwanzo wa uumbaji Mungu alikuwa anasema na watu wake. Tangu alipoumba alikuwa anasema. Kwa hiyo kwa nini Adamu alijificha baada ya kusikia sauti, wakati ilikuwa ni kawaida kusikia sauti ya Mungu bustanini? Maana hapa haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa ni kawaida ya Mungu kila siku kuwa na muda wa kuongea na Adamu. Kwa nini wakati huo? Lakini kumbuka, wakati kabla ya anguko Mungu alikuwa anasema nao, lakini Mungu alikuwa amempa Adamu maelekezo, akimpa kanuni ya kuishi katika bustani, kwamba matunda mengine yote ya bustani unaweza kula isipokuwa mti wa mema na mabaya. Kwa hiyo maana yake Adamu alikuwa na kawaida ya kujadiliana na kusema na Mungu. Nisikilize vizuri. Kama kibiblia tangu uumbaji Mungu anasema na watu, maana yake tangu mtoto akiwa tumboni, Mungu anapomuumba mtu anatengeneza network isiyo katika, ili sauti ya Mungu iwe na uwezo wa kupenya ndani ya yule mtu tangu akiwa tumboni. Kwani hujasoma katika Yeremia anachomwambia, hata ukiwa tumboni nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kwa sababu kuna namna Mungu anatengeneza network ndani ya mwanadamu. Unafikiri kwa nini Mungu anafanya hivyo? Kwa sababu Mungu anapomuumba mtu, kila mtu ana kusudi aliloumbiwa kwalo. Huwezi kulitumikia kusudi la Mungu bila kuwa na connection na yule aliyekuitia hilo kusudi. Kama Mungu amekutengeneza kusudi kwenye maisha, maana yake unahitaji maelekezo na kanuni za Mungu kuzifuata ili upate kulitumikia kusudi kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu amekuwa akizungumza na wanadamu kwa njia mbalimbali, lakini mara nyingi huzungumza nao kwa neno lake, kwa Roho Mtakatifu, kupitia watumishi na kupitia pia mazingira tuliyopo. Mara nyingi Mungu anapita katika haya maeneo kadhaa. Anasema na sisi kupitia neno lake, anasema na sisi kupitia Roho Mtakatifu,
anasema na sisi kupitia watumishi wake, anasema na sisi kupitia mazingira aliyotutengenezea. Ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza akasema mimi sisikiagi sauti ya Mungu. Unasikia, ila mara nyingi huelewi. Iko hivi, Mungu hunena na wale aliowachagua ili wawaandae wengine. Unaelewa, katika kitabu cha Mwanzo, kama ninyi ni wasomaji wa Biblia, katika kitabu cha Mwanzo sura 17 kuanzia ule mstari wa 17 mpaka 19 na kuendelea, hapa inazungumza habari ya wale malaika waliofika katika nyumba ya Ibrahim. Alipowapokea hawa malaika, walikuwa wanaenda kutekeleza agizo la Mungu katika mji wa Sodoma na Gomora. Kitu kinachotokea pale baada ya Ibrahim kwa karibu, ukisoma vizuri kuanzia ule mstari wa 17 na mpaka 19, inaonekana Ibrahim baada ya wale wageni kupata chakula, Biblia inasema akatoka ili apate kuwasindikiza. Unaelewa kinachotokea? Lakini cheki neno ambalo linaonekana pale. Anasema, je, nimfiche Ibrahim niliyokusudia kufanya? Kwa nini nisimsemeshe kile ambacho nilitegemea kufanya? Kwa nini nisimsemeshe kwa kile ambacho nilitegemea kufanya kule ninakoenda? Kwa sababu Ibrahim alikuwa na kawaida, alikuwa ni rafiki wa Mungu, anasikia na kuelewa sauti ya Mungu anachosema. Kwa nini? Kwa sababu ukiendelea kusoma katika ule mstari wa 17 mpaka 19, inaonekana hata Biblia inasema wale wanapozungumza namna hiyo, malaika anaposema hivi, anasema kama nilikusudia tu kumfanya Ibrahim kuwa taifa kubwa, kwa nini nimfiche? Maana yake alikuwa amebeba hatima ya mataifa. Kwa hiyo ilitakiwa Ibrahim afanye jambo fulani juu ya Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize. Kati ya vitu ambavyo Mungu hafanyagi makosa ni kwenye ile eneo. Hakuna mahali ambapo Mungu anaachilia jambo kimajira, katika msimu, katika nyakati, kwenye familia au kwenye ukoo au kwenye kanisa au mahali popote au kwenye nchi, bila kujulisha watumishi. Mara nyingi linapotokea jambo la kifamilia, Mungu anakuaga na mtu ambaye anasema naye kuhusu familia. Mara nyingi Mungu anachagua watu ambao anasema nao kuhusu ukoo, kuhusu kanisa na kuhusu nchi. Sikiliza nikwambie, ngoja tuende kidogo, tutembee kidogo. Nashangaa hapo, mapepo yana nguvu eti. Katika ukisoma vizuri katika ile kitabu cha Amosi, kitabu cha Amosi inasema hakika mtu hatafanya jambo bila kuwajulisha watumishi wake. Kama anataka kuwajulisha, kama kuna jambo linatokea kifamilia linalohusu habari za nyakati, linalohusu habari za majira au msimu fulani, Mungu anachotarajia ni kusema na wale watu aliokusudia, ili aweze si tu kwa maana ya kutoa taarifa, lakini kwa ajili ya maandalio. Ni mara nyingi, je, umewahi kusikia kama nani anafahamu kama inawezekana na sisi Mungu aliwahi kusema na sisi, si ndio? Si Mungu aliwahi kusema na hakuna ambaye Mungu amesema naye? Okay. Sasa tuendelee hapa. Anasema hivi katika kitabu cha Waamuzi sura 13 kuanzia huu mstari wa kwanza. Habari hii inahusu mtu mmoja wa Sora.
anayeitwa Manoa. Anasema hivi, kama unaandika andika tu, Waamuzi sura ya 13. Wana wa Israeli wakayafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Nataka uone kuanzia mstari ule wa pili, uone mazingira yale ambayo nataka uyatazame rohoni. Anasema palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Dani, jina lake aliitwa Manoa, na mke wake alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa uzae, lakini basi sasa jihadhari na kuomba. Anampa sasa maelekezo. Yule malaika anasema, jihadhari sasa na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Maanake network anakuwa nayo tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo cheki hatua sasa yule mwanamke. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu na wakutisha sana, nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake, lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba na wewe utamzaa mtoto. Akaanza kumweleza habari hizo. Lakini sasa mstari wa 9 anasema, ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana, nakuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili. Aje afanye nini? Atufundishe yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa. Maana yake aje atusemeshe tena. Unajua Manoa kwa nini anasema maombi haya? Kilichotokea hapa, sauti ilienda kwa mtu mmoja, maelekezo yalienda kwa mtu mmoja. Kwa hiyo Manoa hapa alipoingia kwenye maombi, alimwambia Mungu, usimseme akiwa peke yake. Naomba na mimi nipate hiyo neema ya kukusikia, ili huyo mtu wa Mungu atakapokuja mara ya pili atufundishe yatupasayo. Maana yake ni nini? Atufundishe tutakayoyafanya. Katika Biblia kwanza, ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mwanaume aliomba maombi haya. Maana yake yule mtu wa Mungu atufundishe yale atupasayo kufanya. Tutamfanyaje yule mtoto? Maana ameogopa. Manoa aliposikia tu kwamba atakuwa mnadhiri, unakumbuka kwenye ule mstari wa 7 anamwambia, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Manoa akashtuka. Kumzaa mnadhiri kwenye malango yetu na hatuna maelekezo ya kutosha. Ndio maana nimekuambia tangu mwanzo, namna Mungu atakavyojifunua kwenye maisha yako itategemea kiwango cha maarifa ulionayo juu ya huyo Mungu. Usidanganyike. Mungu anapojifunua ndani ya mtu siku zote, anategemea anapojifunua kwako, atajifunua kwa kiwango cha maarifa ulionayo juu ya huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kidogo. Kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu ni jambo la msingi sana kwa kila Mkristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kutakusaidia kuishi kwa maandalizi ya wakati au majira yaliyokusudiwa na Mungu kwenye maisha yako. Narudia, kuishi kwa kuisikia sauti ya mahimizo ya Mungu ya mara kwa mara kutakusaidia wewe binafsi. Inawezekana ni mtumishi au baba wa familia au mama
katika whatever, kwa namna yote ulivyo, lakini kutakusaidia wewe binafsi. Na hapo usimweke mtu mwingine, wala usijiweke kwenye kikundi, wala usijiweke kwenye kanisa, wala usijiweke kwenye nchi, lakini wewe binafsi. Kwa sababu Mungu anaposema na Ibrahim, hakusema na Ibrahim kwa maana ya kwamba alisema naye kama kikundi. Sauti ya mahimizo ya Mungu haijaki kwa kundi, inakuja kwa mtu personal. Ndio maana upako wa mtu hauko katikati ya kundi kubwa, uko katika uwepo wa Mungu peke yake. Unaelewa ninachokisema hapa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende kidogo. Hesabu 12 mstari wa 6. Anasema hivi, katika Biblia inasema, nikiwa na nabii miongoni mwenu, mimi Bwana. Kumbuka hili neno lilipoandikwa Bwana ni kwa herufi kubwa. Maana yake katika Agano la Kale ukiona Bwana kwa herufi kubwa ilikuwa ina maana ya Jehova. Anaposema neno Bwana, nikiwa na nabii miongoni mwenu, nikiwa na nabii miongoni mwenu, asema Bwana, nitasema naye mimi kwa njia ya maono. Atasema naye kwa njia ya maono. Kama atasema naye kwa njia ya maono, maana yake ikiwa yupo huyo nabii kwenye familia, ikiwa yupo huyo nabii kwenye ukoo au katika eneo lolote, maana yake Mungu atasema naye kwa ajili ya kutuandaa sisi katika majira au wakati unaokuja. Twende kidogo. Kitabu cha Luka sura 16. Nafikiri hii habari mnaifahamu. Kama ni wasomaji wa Biblia, hii habari mnaifahamu. Habari hii inahusu Lazaro maskini na yule tajiri. Huyu Lazaro maskini na yule tajiri walipokufa, Biblia inasema nini hapa? Anasema kuna maneno yalitangulia kabla ya hapo, lakini haya maneno yalipotangulia yalikuwa yanaonyesha yule tajiri alikuwa ameenda tofauti na alipoenda Lazaro maskini. Kwa hiyo maombi yake, kuna ombi la kwanza lilikataliwa kulingana na mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yaligoma ombi lake kukubalika. Sasa akaleta ombi lingine ambalo kwa kweli ilikuwa ndani ya mazingira yanayowezekana. Ndio maana akasema hivi. Akasema basi Baba nakuomba. Akasema Baba nakuomba. Kompyuta leo hii imefanyaje? Akasema hivi, ngoja nisome kwenye Biblia. Naona hii inanisumbua. Kitabu cha Luka. Nataka uone huyu Lazaro alichokisema. Akasema basi Baba nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Mstari 29 anasema nini? Akasema Ibrahim akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Mstari wa 30 akasema, la baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa na hata mtu akifufuka katika wafu. Unaelewa kinachotokea hapa? Kinachotokea, huyu tajiri alipofika mahali ambapo hakutegemea, anaona namna pekee ya kuwafundisha ndugu zangu ili wasifike huku nilikofika. Kwa kweli naomba utume huyo, yani maana yake hivi, yani lugha rahisi,
rahisi, yaani hata kama Biblia haijasema yote, yaani kwa lugha rahisi, maana yake naomba umruhusu Lazaro maskini afufuke. Umewahi kumwona mtu aliyekunyanyasa maisha yako alafu akakuombea ufufuke? Kusudi kula kufufuka ni nini? Akasema akifufuka akienda kule akiwahubiria, maana wale mtu akitoka kwenye wafu maana yake ni nini? Hivyo umewahi kusikia mtu wewe fikiri tu ndugu yako amefufuka alafu akakwambia, yaani jamani, jehanamu ni mbaya, hata kisimama kushuhudia. Na sisi huwa tunasikia hata zile shuhuda ambazo zinatokea kwenye semina mbalimbali, namna kuwasaidia watu ili waokoke haraka haraka. Anasema mimi nilikufa nilifufuka kabisa. Unaelewa? Watu wanasisimka namna hii. Tukafufuka. Lakini msisimuko huu kinachosema hapa kwenye Biblia ni msisimuko wa muda tu. Lakini Mungu anachotarajia kwa watu ni kusikia sauti yake kupitia wale ambao Mungu amewachagua kuwasemesha kwa ajili ya kutuandaa kwa majira yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Haleluya. Lakini anachosema akitoka akasema la baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokae kwa wafu watatubu. Hiyo si unatubu tu kwa kushurutishwa kweli? Akitoka kwa wafu hapa, mtu amefufuka miaka mingi iliyopita. Na mara nyingi niseme mara nyingi kuna neno ambalo Yesu aliwahi kusema, nabii hana heshima kwao. Kwa sababu mara nyingi kama kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 inazungumza habari ya Mungu kusema na manabii walioko miongoni mwetu. Maana yake ni nini? Ni ngumu sana mara nyingi watu kupata neema ya kumsikia mtu aliyemzoea. Na nikupe siri, mtumishi yoyote wa Mungu ana pande hizi mbili. Nielewe vizuri hapa leo upate hii neema. Mtumishi wa Mungu ana pande hizi mbili. Cha kwanza, ana kitu kinaitwa uungu, ambaye kila mtumishi wa Mungu amebeba. Kila mtumishi amebeba uungu. Upande mwingine tunasema ni ubinadamu. Hujaelewa? Kati ya watu ambao waliwahi kujua Yesu akilala hataki hata kuamsha, ana usingizi mzito, hujawahi kuona, ni wanafunzi wake. Lakini si kila mtu aliona. Anayejua harufu ya kwapa la Musa ni Huri na Haruni, lakini hiyo haikumsumbua Huri na Haruni kutengeneza mikono ya Musa mpaka Israeli waliposhinda. Hivyo unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Ndio maana ni muhimu sana. Hivyo unawahi kuonaga hata makanisa yetu ya Kiprotestanti haya, mchungaji tumekaa naye, amekaa hapa kwa kuwa ni mchungaji, tupo naye hapa, na bahati nzuri sisi hata leo mtu ukihitaji tu kumwona mchungaji wala uhitaji appointment. Kile hapa kweli mnataka appointment kweli? Msije mkaanza kuwadharau wale ambao wanaweka distance na waumini. Mara nyingi watumishi wanaotaka kwenda mbali hawakai karibu na watu, wanaogopa ubinadamu wao kuonekana, kwa sababu mara nyingi waumini wa Kristo wengi hawana neema ya kuvumilia ule ubinadamu wa mtumishi, alafu akaendelea kupokea kitu cha kiungu ndani yao. Huyu si mwana wa seremala huyu. Wanamwambia Yesu, huyu si mtoto. Huyu naye mnasema nani? Yesu. Ujuzi tu si ndio nilimwambia babake anitengenezee stuli, katengeneza stuli mbaya, nikamkuta wakati nafoka naye anatoka ananifokea yule mtoto yule. Tayari umeshaweka ukuta. Ndio
maana ukienda kwa manabii wengine wanaotamani ubinadamu wao usionekane, anakwambia kumwona nabii ni 200,000. Sio kwamba tu wakati fulani, si kwa sababu tu anataka hela, ni kwa sababu anataka kuweka mpaka. Yaani si kila mtu muendee tu. Yaani wewe fikiri tu sasa, hata Samiri ukijisikia huko hapo kwa mchungaji hana appointment, nimesikia tukija kukusalimia, wewe unafanya utani. Na ni kwa sababu tumezoea, hata kama amebeba kitu cha kiungu ndani yake, mara nyingi haipate nafasi kwa sababu hatujapata hiyo neema. Na Mungu mara nyingi anaposema na sisi hasemi. Ndio maana anasema wasiposikia Musa na manabii, hata akifufuka mtu kutoka kwa wafu, hata mkiletewa mtu fulani kutoka mbinguni, kanisa liweza kuona, kwa sababu mmezoelea. Maana yule atakuja, ataondoka, atawaacha yule ambaye anawalea kila siku. Je, una neema ya kupokea? Ndio maana kama una neema ya kutunza ubinadamu wa mtumishi, usikae karibu na mtumishi, usikae karibu naye, weka distance, weka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende mbele kidogo. Katika kusoma kitabu, huyu jamaa ni mwandishi wa kitabu kinachohusisha, anasema ni kitabu cha Holy Spirit. Aliandika vizuri sana huyu Charles Stanley. Anasema hivi, Mungu, mengine haya ya kinyakyuso utasoma mwenyewe. Anasema, ana statement ameandika, mimi napendaga sana kusoma hivi vitabu, vinanivushaga mahali. Anasema Mungu hunena ili kutuandaa, si kutupa taarifa tu. Yaani Mungu hana lengo la kukuambia jambo ili wewe upate taarifa, kwa sababu baada ya kupata taarifa nini kitakachofuata? Lakini kusudi la Mungu kukupatia kusema na sisi au kusema na mioyo yetu, maana yake anaponena na mtu ni ili kusudi mojawapo ni ili wewe ujiandae. Nisikilize vizuri. Na mara nyingi si nyepesi sana watu kuwa tayari, kwa maana ya kusikia sauti ya Mungu kwa kile wanachotarajia kukifanya. Si wepesi sana kutafuta kwanza kwamba Mungu anasema nini kwa habari ya huduma au kwa habari ya nafasi hii ambayo Mungu anasema na mimi. Si mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapomwomba Mungu, kama ni kwenye kazi, kama ni kwenye ajira, Mungu anaposema na wewe, hasemi na wewe kwa lengo la kukutaarifu. And then baada ya kukutaarifu kinatokea nini? Taarifa haina msingi, lakini kinachotokea hapo ni kukuandaa binafsi kama mtumishi. Na anakupa, na Mungu mara nyingi haishii katika kukwambia jambo, anakupa na maelekezo, maandalizi yake yanatakiwa kufanywa kanini. Na mara nyingi ukiona jambo upati taarifa, upati kwa maana yale maelekezo au sauti ya Mungu haikusemeshi kuhusu hiyo kazi, kuhusu ajira, kuhusu mtoto fulani, kuhusu kijana fulani, kuhusu huduma uliobeba, mara nyingi upati muda wa kutulia mbele za Mungu, kuiombea hiyo nafasi yako, kuombea hiyo familia. Maana ukisema na Mungu, Mungu hawezi kunyamaza. Okay, tuendelee. Huyu ni Mtanzania kabisa, anaitwa Adriano Mkonda. Si hata jina tu lenyewe limekaa Tanzania. Ameandika kwenye kitabu chake anaita Sayansi ya Muda. Ameandika hivi: thamani ya maisha ya mwanadamu imefungwa katika matumizi yake ya muda. Imefungwaje kwenye matumizi yake ya muda? Maana yake unafanya nini na Mungu umesema naye kuhusu nini kwa huo wakati aliokupa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuendelee kidogo. Somo ni refu, ukiona nakimbia. Haya, hebu tuangalie sasa lile, kuna yale maneno ambayo nilisema tutatembea nayo hasa kwenye nyakati. Ulimwengu una mifumo mingi inayotumia kutafsiri nyakati. Lakini mpaka sasa tuna mifumo aina mbili, kwa maana ya mifumo miwili. Leo nawarudisha darasani kidogo. Ngoja niwarudishe darasani.
Kuna mifumo miwili ambayo ilitokana na Wayunani au Wagiriki. Bwana Yesu asifiwe. Sina wewe uingie darasani kidogo, hata kama hujaenda theolojia. Sina wewe kidogo umepata theolojia hapa kanisani, si ndio? Tuna mifumo miwili. Mfumo wa kwanza inaitwa Kronos na mfumo wa pili unaitwa Kairos. Nitakueleza haya maneno ya Kigiriki yana maana gani. Mifumo hii inaendelea kutumika mpaka leo na ina maana kubwa sana katika maisha yetu. Katika haya maneno mawili, Kronos na Kairos. Haya, twende. Kwa wale ambao na hii Kronos na Kairos mara nyingi inakuwepo kwenye uwakili wa muda. Uwakili wa nini? Wa muda. Maana mara nyingi tunasema tu wakili. Hata kutunza muda ni wakili. Muda kama Kronos, ile jambo letu la kwanza, lakini ili neno kabisa ni la Kigiriki. Kronos ni muda katika hali ya vipimo. Kwa mfano, sekunde, saa, siku, wiki, mwaka, miongo, karne, miezi, miaka. Ndio tunasema hiyo ni Kronos, kwa sababu ni muda unaopimwa, ni muda unaopimika, kwamba siku ina masaa 24, saa ina dakika ngapi, sekunde dakika ina sekunde ngapi, inapimika. Ndio wenzetu wanasema hii ni Kronos. Hii ndio sababu ukisoma katika Biblia kuna kitabu anaita Mambo ya Kwanza na Mambo ya Pili ya Nyakati, si ndio? Ni muda ambao umepimwa kwa majira fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hai, tuendelee. Hebu tuangalie ili neno lingine wanaposema Kairos. Na hasa hapa ndipo napotamani sana tuangalie kwa kina kwenye Kairos. Muda kama Kairos inatazamwa kama majira au nyakati au msimu fulani. Kairos ni muda maalum uliotekwa kwa kusudi maalum. Yani kama ni muda ambao ndani yake kuna fursa ndani ya ule muda. Tunasema ndani ya muda huu, yani ndani ya mwaka fulani, ndani ya mwaka huu ninatamani ndani ya majira haya niweze kujenga nyumba. Tunasema ni muda ambao ndani yake kuna fursa ndani yake. Ndio Wayunani walisema hiyo inaitwa Kairos. Maana yake hivi, nisikilize vizuri, na ndio maana nimesema nikurudishe darasani. Yani maana yake hii ni qualitative. Kwa wale Wanyakyusa wanasema qualitative. Tunaweza kujifunza kwa kina zaidi katika andiko hili. Katika Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Kwa kila jambo kuna majira, yani Kairos, na wakati kwa kila kusudi chini ya jua. Kinyume cha sentensi ya kwanza ya andiko hili ni kwa kila majira kuna jambo fulani linapaswa kufanyika. Yaani ndani ya kila kipindi fulani cha muda kuna fursa ya mtu kusikia, kupata maelekezo ya Mungu kwa jambo fulani. Muda mara zote huwa hauji bure, unakuja na fursa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie andiko hili linafafanua kwa kina maana halisi ya Kairos. Kairos haipimi, ili neno sasa kwa maana ya majira na nyakati. Kairos haipimi kiwango cha muda, yani quantity kama Kronos, bali kilichobebwa na muda. Hivi mnanielewa? Unaelewa kitu kinachofanyika hapa? Yani tunaposema Kairos haipimi kiwango cha muda, kwamba sasa hivi ni siku moja, sasa hivi ni wiki. Yenyewe inapima, inaangalia kilichobebwa na ule muda uliopewa na Mungu. Ndio maana haijalishi umeishi miaka mingapi,
ninathamini zaidi lile ulilolifanya ndani ya miaka 40, ndani ya miaka 10, ndani ya mwaka mmoja. Ndio maana unaweza ukaishi miaka 40, wewe maisha yako yote, mtu akaja akafanya jambo kubwa kuliko hata ulioishi miaka 50, lakini ameishi miaka 25 tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka kuwa Kairos ni muda ambao ndani yake kuna fursa maalum. Kwa unapoendelea kuishi, unapoendelea kujifunza maarifa ya Mungu, kumbuka kila muda Mungu anapokupa muda wa kutumika, muda wa kuishi, muda wa kufanya mambo yako, maana yake ndani yake Mungu amekupa fursa ndani ya huo muda aliokupa. Usidanganyike. Kila muda Mungu amekuwekea fursa, ili katika hiyo fursa uweze kutengeneza jambo ambalo litakuwa faida kwenye ufalme. Tuende kidogo. Maisha yako ni kama msimu, yani maana yake Kairos. Ndio maana kichwa cha somo asema sauti ya Mungu jinsi inavyotuandaa kinyakati au kimsimu au katika majira. Maana yake maisha yako ni kama msimu au majira fulani ambao ndani yake kuna fursa nyingi. Ni kifurushi ambacho kimebeba mambo mengi yatakayokuwa sababu ya Mungu kutukuzwa na ulimwengu kubarikiwa. Familia yako kuneemeka, watoto wako kubarikiwa. Maana yake maisha yako ni kama msimu fulani, umebeba mambo mengi makubwa ya kiungu, umebeba mambo mengi makubwa ya utukufu. Maana yake unapoachilia nafasi ndani yako ya kusema na Mungu, ya kuhakikisha ndani yako unaruhusu Mungu akusemeshe kwa lile jambo ambalo anakuandaa kwalo, kwa kila majira, kwa kila msimu ambao unakuja kwenye maisha yako, maana yake utafanya jambo kubwa ambalo Mungu atatukuzwa, lakini pia na ulimwengu kubarikiwa, familia yako kuneemeka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kidogo. Zishida hofu zinazowatesa watu wengi kinyakati. Kuna hofu kubwa aina mbili zinazowatesa watu wengi katika kukabiliana na wakati ujao. Kumbuka somo linasema umuhimu wa kusikia mahimizo ya Mungu inayotuandaa kinyakati, si ndio? Sasa kama ni hivyo, mara nyingi kwa nini Mungu anatuandaa? Kwa sababu mara nyingi katika msimu mpya au katika nyakati au katika msimu fulani, katika nyakati fulani, mara nyingi kuna aina mbili ya hofu zinazowatesa watu wengi kukabiliana na hizi nyakati. Na hakuna muujiza, lazima tu kuna wakati utabadilika. Hauwezi tu kwenda miaka yote ukawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. Ndio maana kwenye ile mhubiri anasema kila jambo na majira yake. Lazima tukubali kwamba kuna majira fulani yatakuwa hivi, kuna majira fulani lazima yatakuwa hivi, kuna majira fulani yatageuka hivi. Lakini utafanyaje usipokusikia sauti ya Mungu vizuri? Usiposikia sauti ya Mungu yanayokuhimiza kujiandaa kinyakati. Hofu ya kutokuwa na uhakika wa matokeo yajayo ni hofu ya kwanza watu wengi inayowakabili katika nyakati mpya. Kukabiliana na nyakati mpya au msimu mpya, hawanaga uhakika wa matokeo yajayo. Kila mtu anawaza, kila mtu anafikiria, nitafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hofu ya pili, tusome kwanza hapa. Anasema kumbuka kuogopa kufanya, kwa sababu hauna uhakika utabaki ulivyo na majira yanakuja. Ndio maana mara nyingi unaweza ukaona
Wakristo wengi, au unaweza ukaona hata waombaji au watumishi, mahali popote majira mapya yanapokuja yanaanza kuwatengenezea hofu, alafu hawaonaje, kwa sababu kuogopa, wao wanaweza wakaogopa kama hawana uhakika matokeo yatakayotokea katika majira mapya. Alafu kinachotokea ni nini? Wanashindwa kuamua kubadilika. Cheki kitakachotokea, majira yanabadilika, alafu mtu hajakubali kubadilika, anabaki kama alivyo. Kinachotokea ni nini? Majira yanakuacha, maana yake unabishana na kusudi. Uhakika utabaki kama ulivyo. Amua kufanya na uwe tayari kukabiliana. Unajua, kutembea katika kumsikiliza Roho Mtakatifu, katika kukuhimiza na katika kusikia sauti ya Mungu ya mahimizo ya kukuandaa kinyakati. Kumsikiliza sana Roho Mtakatifu ni kitu cha msingi sana. Haya, nirudie hii. Mara nyingi watu wengi wanashindwa kufanya kwa sababu wanatamani wajulikane na watu mahali walipo. Sasa nisikilize. Anasema usiache kuamini kitu kikubwa unachoweza kufanya, kwa sababu anasema usicho unachoweza kukifanya kwa sababu unaona hauna watu wanaokufahamu au connection fulani katikati ya watu ulionao. Kuna watu wanasema nafanyaje bwana, mimi sina chochote, mimi sina watu wanaonijua, sina mjomba. Sasa hii ni Kiingereza bwana, lakini kwa kweli baba, una mjomba, una mawasiliano yoyote, una mtu anayekujua, connection yako. Na wanasema siku hizi tena vijana wanakuambia mjini bila connection utoboi. Hawatoboi kwa sababu hawana masikio ya kumsikiliza Mungu ndani yao. Mbona walioko mjini waliona ambao hawana connection na watoboi? Imekwaje wewe? Sasa napitaje hapo mchungaji, sina connection. Kuna hata mtu. Unajua madhara ya kutengeneza connection mjini au wajomba mjini ni nini? Maana yake mara nyingi hatuko tayari kusikia sauti ya Mungu, ila tusikie sauti ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiri, mara nyingi kati ya vitu ambavyo mara nyingi naogopaga ni kusimama ile eneo kama kuwa connector wa mtu. Hebu fikiri kama unasimama kwenye net, unasimama eti wewe ndio network ya boda ya kuunganisha kati ya mtu na mtu. Yaani aukute tu kuna kijana hapo amekaa kiasi sana mama moyo huyu asipomuona. Aya, wakioana wameletana barangati mpaka kwa serikali ya kijiji. Yule mtu anasema yaani asingekuwa yule mtu kunitengenezea hii connection, maanake maisha yake yote atafanya atakulaumu. Lakini kama ndani yake amesikia sauti ya Roho Mtakatifu, maana yake ana uhakika wa safari anayoiendea. Si kwa sababu anaosikia sauti ya Roho Mtakatifu hawakutanagi na magumu kwenye ndoa. Lakini unapata faraja kwamba huyu ndiye Mungu aliyenipa, na kuna wakati Mungu atanisemesha, amenisemesha kwa ajili ya jambo hili, amenielekeza kuhusu hili, nafanyaje? Kwa hiyo ninapotokea na kutokea narudi magotini, kwa sababu kinachopatikana kwa maombi hulindwa kwa maombi, lakini kinachopatikana kwa connection talinda kwa connection. Inategemea umepata wapi. Umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu kuandaa kinyakati. Tuna maeneo kadhaa. Tuzungumze hili kwa leo. Jambo la kwanza, hukusaidia kuepuka hatari zisizoonekana. Pale unaposikia, yaani maana yake mara nyingi ukiwa mtu mwepesi kwa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu ndani yako kwa jambo lolote, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye eneo lolote ambapo Mungu amekupa kusimama, iwe ni mtumishi, iwe ni mwana maombi, unapokuwa tayari ndani yako kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu linalokuhimiza, aidha kwa kupitia Roho Mtakatifu, kwa kupitia maono, kwa kupitia watumishi wako, kwa kupitia neno lake, mara nyingi unapokuwa mwepesi kusikia ndani yako hivyo, unaelewa. Nisikilize, unaelewa. Mara nyingi unaweza ukawa unaenda mahali fulani, na mimi niliwahi kunitokea hili. Unaenda mahali fulani, umejiandaa kabisa kufikia eneo fulani, alafu unashangaa ndani yako una amani.
Mara nyingi Mungu anaposema na watu kwa njia, yaani mara nyingi, na ndio maana nasema hakuna mahali ambapo Mungu asemi na mtu, ila tu mara nyingi hatujui kama ni Mungu amesema na wewe. Mungu anaposema na sisi mara nyingi, na ili usikie, cha kwanza, unaposhindwa kabisa, anakukosesha amani ndani yako. Shika tu, mbona nakosa amani kusafiri leo? Mbona nakosa amani? Pako natafuta na watumishi wa kuombe, wewe una matatizo gani? Wewe kwa nini usikae magotini, baba hebu nisaidie, ninasafiri hapa, unafanyaje? Mara nyingi, na ndio maana ninapotoka kuna mtu mwingine anasema anapokadi anavyozidi, kwa maana ya kukosa ile amani, analazimisha labda kwa sababu ya kanuni, sheria na nini, analazimisha. Linapokuja la kutokea, anasema nilijua tu. Alijuaje? Maana yake kuna viashiria. Mara nyingi Mungu anapotuonya kuna viashiria anaonyesha kwetu. Ndio maana kuna wakati fulani kuna mama mmoja alimzuia mumewe kusafiri. Kamzuia kusafiri. Kwa nini amemzuia kusafiri? Kwa sababu aliona viashiria ndani yake. Aliona vile vitu ambavyo hivi vitu sasa vitakuwaje vikienda kutokea. Ameota hivi. Maanake Mungu mara nyingi anasema na watu kwa njia ya ndoto, anasema na watu kwa njia ya maono, kama ambavyo tulisoma kwenye ile kitabu cha Amos au kwenye kitabu kile cha Hesabu 12. Anaposema na watu mara kwa mara, akisema na wewe usiki, anakukosesha. Anamsemesha na mtu mwingine kwa ajili ya jambo ambalo linakuhusu. Anasema na wewe kwa neno la Mungu. Ile kutoa ushuhuda moja. Mama mmoja alikuja, alitembea sana. Alikuwa anahitaji mtoto. Aliombewa Mungu. Alipoenda kwa mtumishi mmoja, yule mtumishi alimwambia, akamwombea, baadaye akasema, mbona wewe una mtoto? Hivyo unaelewa kinachotokea hapo? Yaani hapo kuna tofautiana fikra. Yule mtumishi alimwambia, wewe mama, mbona una mtoto? Anasema mimi sina mtoto. Anasema wewe mbona tayari una mtoto? Tarehe fulani, anamwambia mpaka tarehe fulani, eneo fulani kuna mtumishi alikuombea, alikupa neno fulani. Hilo neno lilitosha kwa ufunguzi wako. Mtoto tayari. Yaani mtoto tayari alishaonekana katika ulimwengu wa roho. Lakini sasa kwa sababu yeye anategemea akiombewa atapasuka, atafanya nini? Cheki kilichotokea. Alikaa miaka ya kutosha, lakini kumbe alikuwa anajichelewesha. Unaposikia sauti ya Mungu ndani yako inayokuandaa kinyakati, faida mojawapo inakusaidia wewe binafsi kuepuka hatari zile ambazo huwezi kuona kwa macho ya nyama. Na mara nyingi, juzi nilikuwa nafundisha hapa kufahamu ulimwengu wa roho ili ufanikiwe kwa kile unachokiombea kwa muda mrefu. Nilisema hivi, uhalisia wa ulimwengu wa roho mara nyingi kuna vitu ambavyo hatuvioni kwa macho ya damu na nyama. Kuna hatari nyingi tusizoziona. Kuna maadui wengi ambao wewe hujawahi kuwaona. Na ndio maana kuwa rahisi zaidi kusikia sauti ya Mungu kutakusaidia wewe binafsi kuepuka hatari ambayo wewe mwenyewe huwezi kuviona. Mungu huonya kabla ya mambo mabaya kutokea. Anasema hivi, basi msiwe wajinga, bali mfahamu yaliyo mapenzi ya Bwana, katika ile Waefeso sura ya 5 mstari wa 17. Kuwa mjinga maana yake ni kutofahamu nini kinahitajika kufanyika kwa wakati. Na ndio maana huyu mtu tunasema, mara nyingi mtu asiyejua tunasema, hata kwani ungewahi kusema kwa kweli katika jambo hili nilikuwa mjinga kabisa. Kwa sababu ulikuwa hujui, ulikuwa hujafahamu. Mfano wa Biblia, Mungu alimuonya Nuhu juu ya gharika. Kwanza ile Mwanzo sura ya 6. Alimuonya juu ya gharika kabla halijatokea, na kwa kusikia na kutii aliandaa safina. Mara nyingi kusikia sauti ya Mungu na kutii ni jambo lingine. Wengi wanaweza wakasikia, lakini kutii ni ngumu.
Na ndio maana mara nyingi Mungu anaweka msisitizo na mahimizo ya mara kwa mara ili upate kutii na ili maana kutii, hata Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Wakristo wengi, na ndio maana wanahangaika, wanaenda katika kila mahali, wanasulubishwa usiku na mchana, lakini Mungu akija kutaka kuwasemesha hawana muda wa kutii wala kusikia. Nenda kamuuliza mzee wa kanisa, wewe umesikia sauti ya Mungu kuhusu hiki cheo chako sasa hivi? Mungu anasema nini juu yako? Hajawahi hata kuelewa kama sawa Mungu anasema na watu. Na ni mzee wa kanisa, na ni mhubiri, ni kiongozi wa kundi fulani. Unaweza kukuta ni kiongozi wa kikundi, lakini hajawahi kukaa magotini yeye. Nisikilize vizuri nikwambie, kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni mzee wa kanisa, kama ni mwombaji, kama ni mama wa familia, kama ni baba wa familia, hujawahi kutenga muda wa kutafuta uso kumsikia yeye. Manoa yeye alimuomba Bwana, akamwambia njoo mtume tena huyo mtu mara ya pili aje atusemeshe ili atufundishe yatupasayo kumtendea yule mtoto atakayezaliwa. Kama wewe hujawahi kutafuta uso kwa ajili ya watoto wako wewe binafsi au kwa ajili ya kundi unaloliongoza, Mungu atasema na wewe kwa namna gani? Kiwango ambacho Mungu atajifunua ndani yako ni kiwango cha maarifa ulionayo juu ya hilo jambo ambalo Mungu amekuitia kwalo, au katika hiyo nafasi ulionayo. Inategemea unamuita Mungu wa kiwango gani. Na ndio mara nyingi unaweza ukawaangalia watu wanavyotumika, unasema hivi anaelewa anachokifanya kweli? Hivi anaelewa kweli? Unajiuliza ndani, anaelewa hivi? Anapataka muda wa kutafakari kati ya vitu ambavyo niliwahi wakati nikiwa kwenye chuo cha Biblia, kati niko Munguishi. Kuna wakati fulani watu walikuwa wananiona kama, kuna wakati fulani unawe kujitenga na watu mpaka watu wakakuhurumia, unakaa peke yako. Kuna wakati fulani unakaa unajiuliza, hivi huduma hii niliyokuja, nimekuja kwenye huduma gani? Mungu, naelewa ninachokifanya? Yaani unajihoji wewe mwenyewe. Niliwahi kumkuta Mkorea na kamuuliza, alikuwa mkuu wangu wa chuo, nikamuuliza, yaani muda mwingi jioni kama hivi saizi, kumbuka sauti ya Mungu ilikuwa inapita bustani muda wa jua kupunga, majira ya jioni. Nilimkuta kila siku jioni na asubuhi, yule Mkorea anakaa anasimama katikati ya uwanja kama mchawi, anakaa peke yake, anaangalia mashariki, anasimama, hakai, anasimama tu, anasimama, anaangalia huku, anatembea huku, anatembea. Siku moja nikamuuliza, mkuu, hebu niambie, mbona wewe unapenda kukaa peke yako? Akaniambia siri ya watu waliofanikiwa kiroho ni watu wanaopenda kujitenga peke yao, kwa sababu mara nyingi Mungu hasemi na mtu kwenye kelele, anasema na sisi katika kimya. Anasema sisi unategemea nifanye nini wakati nina jukumu kubwa la huduma na utumishi? Ananiambia mimi nimekaa Somalia miaka 18 kati ya vita, ananionyesha mpaka makovu ya risasi kwenye miguu. Anasema nilikuwa injili imekuwa sababu ya mimi kupata makovu. Unafikiri naweza nikafanya nini badala ya kusikiliza maelekezo yenu? Anasema nini Waafrika wengi hampendi kujitenga peke yenu, kwa sababu mara nyingi mkijitenga, Mungu anaposema na mtu direct kwa mara ya kwanza anakuonyesha udhaifu wako. Na mara nyingi Waafrika wengi hampendi kuona udhaifu. Hamna mtu anayependa udhaifu wake ukweli. Kila mtu anajiogopa. Kutoka mtu mpaka mwenyewe anajihami peke yake. Yaani unajiongopea. Lazima utafute uso, upate maelekezo juu ya nafasi ulionayo ndani ya kanisa. Kama ni mwombaji, nisikilize
Je, tuko tayari kusikia? Ndio maana Paulo anasema Mungu huinua vile vilivyo vinyonge, anavitumia, alafu vile vyenye nguvu anavishusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umewahi kutenga muda wako binafsi kwa hilo ambalo Mungu amekupa kulitumikia? Umewahi kupata muda wa kumwambia Mungu, nifundishe habari ya nafasi ulionipa? Umewahi kukaa kwa kiwango gani magotini pako? Nisikilize vizuri. Wakati fulani inawezekana hujapata tu muda wa kutenga muda wako binafsi, lakini ina maana sana katika kukuandaa kinyakati. Kwa nasikia mshuhuda wa mama mmoja anasema yumkini maombi tulioomba katika kipindi kile tukiwa mabinti ndiyo aliyotubeba mpaka leo. Unajua kuna umri fulani unaambiwa ufunge, unalazimishwa kufunga. Leo hakuna kula mpaka jioni. Haupendi ila umelazimishwa. Lakini ndio hivyo, lazima ukubali. Lakini huwezi kujua kama ndio kilichowabeba mpaka leo katika mtu mzima. Mwambie leo binti wa sasa hivi afunge. Kijana wa leo mwambie funga. Ingia magotini, tafuta uso wa Mungu. Ujue kusudi la Mungu. Mungu akusemeshe. Tena ukute sasa ndio amekuja anasema baba nimepata mchumba. Alafu sasa mwambie rudi magotini kamwombe Bwana. Wewe umewahi kukaa magotini kamwambia Mungu nifinyange, nifanye kama nilivyo? Akikwambia huyo mchumba sio wako, umechukua mume wa mtu, utakubali? Akikwambia hiyo njia sio sahihi, hiyo kazi uliyoajiriwa sio penyewe, utakubali? Mara nyingi tunakemea. Na ni kwa sababu wakati tunatafuta, hatutafuti kwa kusikia maelekezo ya Mungu. Ile ni mradi kipato kinaenda mfukoni na chakula kinaenda kinywani. Basi. Ila hutaki kujua, je, ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana? Je, hiyo nafasi ulionayo ni mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kuona kwenye familia ukazaa watoto alafu mtoto mmoja akawa ni mtoto wa aina yake, mtoto ambaye anabebwaka tu na maombi kila siku? Sasa maana yake ni nini? Kila familia ina mtoto wa aina yake. Kila familia ina mtu ambaye anabeba kusudi la familia na ukoo. Usidanganyike. Mtu asikudanganye. Mtu asikudanganye. Mungu kutusemesha ni ili tupate kutii na kusikia, ili tupate kujiandaa kama ambavyo Mungu alikubali akatii akaandaa safina. Nani alijua kwamba, maana kuna watu wengine walidharau. Kilichowagharimu ni wakati wa gharimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda wa kutafakari kusema. Kuna kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya ukoo. Na mara nyingi hata Mungu anaweka karama katikati ya watu, lakini mara nyingi karama hizi hazionekani kwa watu wengine. Zimeshikwa, zimewekwa chini kwa sababu ya hali ya mazingira. Unakuta ni waombaji, unakuta ni watu wengine, unakuta ni waimbaji, hawataki kuimba kwa sababu ya mazingira walionayo, kwa sababu ya katikati ya watu namna wanavyotumika. Wanaangalia mazingira, waangalie ule mtu wao. Wanahimizwa jambo hili, wanahimizwa kutumika, lakini hawataki kutumika. Ni wakati wa kuangalia ni nini ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na mara nyingi hujatafuta uso wa Mungu binafsi kwa ajili ya hiyo nafasi, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo. Hata kuna wakati fulani hujaweka kabisa maanani au hujatilia mkazo kabisa kuliombea jambo hilo, kama mtu ambaye una mahimizo ya Mungu ndani yako.
Mungu akupe neema hiyo. Kwa tu baba hakutoshi, kwa tu mama hakutoshi, kwa kiongozi hakutoshi, kwa mchungaji hakutoshi, kwa askofu hakutatosha, lakini kutatosha kwa sababu ya kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu katika nafasi hiyo. Nyanyua mkono wako tuombe kwa Bwana. Jesus. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya faraja na nguvu na baraka zinatoka kwako katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Umesema na sisi, umesema na mioyo yetu. Ni sauti ya mahimizo ya kutuandaa kinyakati. Kila mmoja unasema naye kwa nafasi yake. Kila mmoja unasema naye kwa namna ambavyo Mungu umemwita Bwana. Asante kwa kila mmoja aliyoko mahali hapa Bwana. Tunaachilia baraka zako, tunaachilia sauti yako ndani yao. Ponya masikio yetu ya ndani ili tupate kupokea kile ambacho Mungu unatuandaa kinyakati kwa ajili ya kuyatimiza yaliyo mapenzi yako kwa jina la Yesu. Ninamweka huyu mtumishi wako mikononi mwako, ninamwachilia mbele zako katika jina la Yesu. Ukambariki, ukamtunze kwa damu ya mwana-kondoo. Kama alikuwa hajaelewa namna ya kusikia na kuelewa sauti yako, ukampe neema hiyo Bwana ya kukuelewa, ukampe neema ya kukusikia, ili Mungu katika jina la Yesu kwa nyakati zijazo Mungu akawe salama kwa jina la Yesu. Kwa hayo majira yanayokuja akawe salama kwa jina la Yesu. Kwa hayo majira yanayokuja akawe salama kwa damu ya mwana-kondoo katika jina la Yesu. Endelea Mungu kumsaidia, endelea kumtunza kwa damu ya Yesu. Tuko mbele yako Bwana, tunahitaji nguvu zako na baraka yako Mungu uliye hai katika jina la Yesu. Tunahitaji nguvu zako, tunahitaji baraka zako, tunahitaji ulinzi wako katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Wamekuja kila moja katika ibada hii, katika semina hii Mungu, ni siku ya kwanza, ukambariki, ukamtunze kwa jina la Yesu. Tunatamani tupanuke kimaarifa, tunatamani tukujue, tunatamani tuyajue yaliyo mapenzi yako, tunatamani tujue nguvu zako, tunatamani kujue mapenzi yako, tujue namna ya kusikia sauti yako, tupate kukusikia kwa jina la Yesu. Ukatubariki, ukatutunze kwa jina la Yesu, na neema yako Bwana iende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninawaombea kila mmoja aliyeko mahali hapa Bwana, ikiwa amekuja anaumwa, ninaachilia uponyaji kwa damu ya Yesu, ninaachilia nguvu za uponyaji kwa damu ya mwana-kondoo, ukapate kumponya kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa ikapate kusikia neno la Bwana katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ninaachilia uponyaji, ninaachilia nguvu za Mungu katika jina la Yesu juu ya maisha yake. Inawezekana alikuwa ni mtumishi, amerudi nyuma katika kukutumikia, ninaachilia nguvu za Mungu ndani yake, ikampe neema ya kusimama tena, ikampe neema na shauku ya kukutumikia tena kwa jina la Yesu. Inawezekana alikata tamaa kwa sababu ya aina ya upinzani aliyokutana nayo kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ukayalinde maisha yake, ukalinde nafsi yake kwa jina la Yesu, ukampe nguvu ya kutumika tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baraka zako zikawe ndani yake Mungu, ukamfunike mtumishi wako, ukambariki kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi.